tumefarijika sana. Tulitarajia mtafika jana, lakini mkasema mtaanza mbeleni. Kipindi cha harakati mbalimbali, lakini za uchaguzi, lakini masuala yetu yako pale pale. Sababu indiketo zetu zitashuka kwa kushughulikia mengine tu, tusahau haya. Ujio wenu kwetu ni chachu. Na naamini mmeenda Micheweni mkaona hawana support nini mnafanya. Mtakwenda kwetu kwenye vituo vyetu, muda ni mfupi mtaona hatuna support wapi tumefanya na mtapata kutusaidia na sisi. Inawezekana mara hii tukupata support, lakini mara nyingine wataona kwamba mnaweza kupata support. Lakini yote kwa yote kwamba mwenye kupata mdau akamsaidia na ambaye kwamba hakupata mdau akamsaidia, juhudi iko pale pale kuona kwamba huduma kwa wananchi zinafika kote. Kwa sisi tuna matarajio makubwa mtakapoenda kwenye vituo vyetu kwamba si kwamba mnaenda study tour tu, lakini mna mambo mengi ambayo kwamba mmejifunza kupitia Amref. Kwa hiyo ni vyema mkayatoe kule ili watendaji wetu waweze kuyapata na wao. Sisi tulikuwa tunaona tu mko Tanga. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafarijika sana. Kwa sababu kama demos wangu wametolewa kitu kama kile, naona kama tumetolewa, hatuwezi kwenda wote kwa wakati pamoja. Kwa hongereni sana, naamini mmeiva sana. Kwa tuendeni mkatusomeshe japo muda ni mfupi, mkatusomeshe baadhi ya watendaji wetu mtakokutana nao kule. Mwape zile issues ambazo kwamba ni muhimu katika kuhakikisha kwamba coverage zetu za chanjo zinapanda. Mtaona chake wanafanya nini. Mimi na wafanyakazi wangu mahiri sana, divo wangu na Dicho na timu yote kwa kweli tunajituma usiku na mchana kuhakikisha kwamba chanjo inaenda vizuri. Kwa hiyo karibuni sana. Wageni kutoka Unguja, kutoka wilaya 3, wilaya ya Kaskazini A, wilaya ya Magharibi A na Magharibi B. Lengo la ugeni huu ni kwa ajili ya kuja kujifunza ama kubadilishana uzoefu na wafanyakazi wa vituo vyetu vya afya juu ya masuala mazima ya chanjo. Ugeni huu umefika leo na tumetembelea katika vituo viwili, kituo cha afya Tundaua na kituo cha afya Gombani. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kuja kubadilishana mawazo na kubadilishana tabia juu ya changamoto ambazo zipo kwenye masuala mazima ya kutimiza ile coverage ya chanjo. Kwa hiyo wageni wetu kutoka wilaya hizo 3 wamekuja katika vituo vyetu hivi na wameona jinsi gani na changamoto ambazo zinaikumba chanjo, na wao wametoa uzoefu wao ili kuboresha utoaji wa huduma za chanjo ili jamii kupata huduma ambazo ziko bora na salama. Kwa upande wetu tumeona ni faraja na furaha zaidi, kwa sababu kile wenzetu ambacho wameenda kukiangalia au kile ambacho wenzetu wamekuja nacho, pia kubadilishana mawazo na wafanyakazi wenzetu, tunaamini kwamba huduma za chanjo zitakuwa kwa kiwango kikubwa. Kuna vituo ambavyo vimefanya vizuri na kuna vituo ambavyo chanjo iko chini au coverage ya chanjo iko chini. Kupitia ugeni huu na kujifunza kwao na wao kutoa yale ambao wanayafanya ili kupata ubora wa chanjo, tunaamini kwamba chanjo inaweza ikapiga hatua na ikawa tuna coverage nzuri kwa wilaya yetu, lakini na wao watayachukua yale mazuri ambayo yako kwetu kwenda kwenye wilaya zao, kwenye vituo vyao vya afya kwa ajili ya kutoa hizo huduma bora. Malengo ya mradi wetu tumejikita zaidi kwenye chanjo za watoto chini ya miaka 5, TBs kwa wajawazito. Vile tunafanya screening ambazo ni za sukari pamoja na BP pamoja na HPV. Mradi uko kwenye wilaya 5 ambao ni Mkoani, Wete, Magharibi A na B pamoja na Kaskazini. Ila kwa sasa hivi tupo hapa Chake kwa ajili ya cross learning, kubadilishana uzoefu kwenye idara ya chanjo pamoja na mambo ya data management kiujumla. Tuko hapa Chake huku Pemba, lakini tumetembelea wilaya 2 ambayo ni wilaya ya Micheweni pamoja na wilaya ya Chake Chake. Micheweni na Chake Chake walichaguliwa kwa sababu ni sehemu ambazo zimefanya vizuri kwenye hiyo chanjo pamoja na data management. Kwa tukaonelea kwamba watu watoke Unguja waje kujifunza huko. Na hii ni mara ya pili. Kuna course learning ya kwanza ambayo tulikwenda Dodoma, lakini kwa mara ya pili tumeamua tutembeleane hapa wenyewe kwa wenyewe. Kwa wanakuja kwenye wilaya ambazo zinafanya vizuri. Kwa jana tulikuwa wilaya Micheweni
na leo tupo hapa Chake. Tumejifunza mengi hasa kwenye mambo ya huduma. Tutolee mfano kwa huku Chake, unakuta kituo kina watu wachache. Kuna kituo kina watu labda kama uko Makangare mfano, kituo kina watu 2 tu, lakini kinatoa huduma nzuri sawa na kituo ambacho kina watu 15 ambacho kipo Unguja. Tukajifunza pia kwa upande wa huduma hizi, unakuta mfano kwenye swala la kutuma data, unakuta kituo kizima kina uwezo wa kutuma data, lakini kwa Unguja huwezi kukuta kituo kizima kina uwezo wa kutuma data. Unakuta mfano kwa huku Pemba, hii ni Chake, kwamba kituo kizima kina uwezo wa kutuma data, lakini kwa Unguja unakuta kituo kizima hakiwezi kutuma data. Unakuta ni labda mtu mmoja tu ndio mwenye uwezo wa kutuma data, na asipokuwepo maana yake hizo data hazitumwi. Lakini kwa huku Chake tunajifunza kwamba vituo vyote tulivyopita, kituo kizima hata wanaweza kutuma data, wanakuwa na access na zile password, ingawa kuna wale watu ambao wanakuwa responsive, lolote likitokea wao ndio wanaulizwa.